Sitaki kusikia sauti yako. Sitaki kuelewa kitu chochote. Wewe ni mkosi kwangu. Ndekwa, tafadhali nakuomba, tufanye japo jaribio la mwisho mara moja tu. Wewe hujielewi, na ndio maana mganga amekataa kutokea kwa ajili ya uzembe wako. Lazima kuna masharti umeyavunja kisiri, ndio maana kilingi kimetukataa. Umekuja na gundu lako hapa, unataka liniguse na mimi. Naomba uondoke kabla sijaambia watu kwamba wewe ni mwizi. Ingala isebede, ingala isebede, ingala. Habari za saizi, malkia wa moyo wangu, nuru ya macho yangu. Ama kwa hakika wewe ndio furaha pekee ya kesho yangu. Salama kabisa Eneni. Naona leo hujalewa na wala hauna harufu ya pombe. Ya, leo sijalewa. Nurati, embo naomba uniamini. Na sio leo tu. Yaani kusema ukweli, tokea siku zile ulivyomfumania pale kwenye ubanda, niliapa kabisa kuachana na ule uchafu. Na hauwezi kuamini Nurati, sijagusa tena pombe. Na sitarajii tena kuendelea kufanya vile. Lakini pia nimeyafanya haya yote kwa sababu ya upendo wangu wa dhati kwako. Wewe ndio mtu ulionipa sababu ya kuona kuwa yani naweza kuwa mtu mpya. Nakupenda sana Nurati. Nurati, naomba unipe japokuwa nafasi ndogo sana katika moyo wako. Nimeachana na makundi, nimeachana na uhuni, na nimekuwa mtu ambaye asiokuwa na mawaa. Nurati, nakupenda. Eneni, hiyo ni hatua kubwa sana uliyoipiga. Na kuanzia sasa, at least nimekuona kuwa wewe ni mtu wa maana. Hivyo basi, kuanzia sasa naweza kuwa karibu na wewe. Lakini kumbuka, kuwa karibu na wewe haimaanishi kuwa tayari sisi ni wapenzi. Haya, nipe simu yako nikuwekee namba yangu. Asante sana Nurati. Asante. Nisikilize Eneni, lakini kuna masharti. Kunipigia simu ni kuanzia asubuhi mpaka saa 2 usiku. Mbali na hapo usinipigie simu kabisa. Sipendi kuchati wala kuongea na simu usiku. Sisi tumeelewana? Nimekuelewa mama yangu. Na nitafanya vile ambavyo unavyotaka wewe. Yaani kuipata tu hii namba nimeipata mpaka jasho limenitoka. Unafikiri nitafanya makosa kama hayo tena? Akia Mungu, siwezi. We, mimi ndo rais wenu. Hakuna nani wala nani. Eti sijui vipi, sijui mchuzi, bilingani, sijui nyanya chungu.
Tano, ingia Mdoli kwa hapo ndani. Mimi siwezi kusogelea hata kwa nukta, kwa sababu una nguvu kama roho, na wewe ndio mwenye uwezo pekee wa kwenda kuchukua Mdoli. Madamu anasema mimi pekee ndio nina uwezo wa kwenda kuchukua Mdoli, hakuna mtu mwingine yoyote kati yenu. Kwa hiyo nyinyi subirini hapa hapa, ila mlipo hapa hapa kuna madamu, msije mkaongea umbea, usije ukamtongoza udada wewe, umeelewa mzee? Tano, zima wifi, washa data. Mimi ni mtu mzima, tuheshimiane. Yaani huyu muda wote anakuwa dishi tu, akili zake zinaingia zinatoka. Mungu wangu, ndio wenyewe kweli. Nimeamini tuko na dada Sauda. Tano, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini. Chukua Mdoli, kwenye huo tosi kuna sindano. Naomba uchomoe sindano taratibu, itupe upande wa kulia, na Mdoli itupe upande wa kushoto kabla giza halijaingia. Anasema tuchomoe, nichomoe sindano nitupe upande mwingine na Mdoli nitupe upande mwingine kabla jua halijazama. Tano, mbona kuna chochote kilichotukuta na wala kuna jambo lote linaloendelea? Kuna nini? Tano, msio na wasiwasi. Kwa sasa kila kitu kiko sawa. Yale mambo yote yalikuwa kwenye ulimwengu wa roho, sasa yamebadilika na kuwa kwenye ulimwengu wa nyama. Okana kwa sasa hivi minyororo yake yote imekatika na amerudi kwenye utimamu wake wa akili. Kwa hiyo niwaombe tu, naombeni mrudi nyumbani sasa hivi. Huenda mkakuta Okana kwa nyumbani. Kama atakuwa hajafika, basi nyinyi mtatangulia. Atakuja nyuma yenu kulingana na umbali ambao upo. Safari yenu yote itakuwa imebarikiwa na mtakuwa mmemkomboa Okana. Anasema tusiwe na wasiwasi, kila kitu kimekaa sawa, yani everything is okay. Anasema turudi nyumbani kule alikokaa sasa hivi mambo yako swadapta. Kwa hiyo turudi nyumbani, aidha tutatangulia sisi au tunaweza tukamkuta yeye. Kwa hiyo tuwahi. Asante Mungu, hatimaye kila kitu kimeisha sasa. Yaani leo ni siku ya ukombozi. Kwa hakika Mwenyezi Mungu akushukuriwa sana, wala sikutegemea mambo kuwa taisha haraka hivi. Tano, hebu tuwaini kwanza. Sawa. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, Sauda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala
Okana yuko wapi? Amefika huko? Okana? Okana yuko wapi? Wewe dada vipi? Si ndio habari ya Okana unatuchelewesha. Mimi sina muda sasa hivi. Okana yuko wapi? Mita bomba. Okana hapa hajafika. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Kuna nini hapa Sandra? Nini hiki? Mbona mmeingia kama sokoni? Okana amefika wapi? Mwanangu yupo jalalani kama kawaida yake. Mnakuja kumuulizia hapa. Amekuwa mgeni au mmekuja kunidhi yake? Tanu na Jabali, mmefuata nini nyumbani kwangu? Oya mama, we nyumbu pakome zoza. Ulichokuwa unakitaka sasa kinakwenda mwisho. Si umeelewa? Baba mjengo anakuja. Mungu ameshika kichwa chake, amebariki, mambo yamekwisha. Subiri mchezo hapa, subiri mchezo uoneshwe show. Kenge wewe. Acheni uongo. Tokeni nyumbani kwangu. Hamna kitu mlichokipata. Nyinyi ni wachochezi tu. Unasema nini wewe? Mama, mbona unaonekana bado umejitwika gunia la mawazo kichwani? Maana tangu nimefika hapa unashusha pumzi kama mtu aliyokimbia kilomita nyingi. Mwanangu, kwa nini nisiwaze mimi mama yako? Kuwaza ni lazima kwa jinsi mambo yalivyo. Ni lazima niwaze mwanangu, maana kila nikikumbuka nyumba yenu, shamba lenu, vyote nimeteketeza, nimevipoteza kwa sababu tu ya upumbavu wangu. Na kinachoniuma zaidi, mwanangu, yule mganga kicheko uliniambia, si ndio? Sio mganga chochote. Nimemkuta hapo analewa na amelewa tayari, tena hana maana yoyote. Nilivyoulizia wakaniambia wala sio mganga, utapeli tu, tena mlevi tu wa kilabu hiki. Sasa kila nikichanganya haya mambo mawili najiuliza, sijui nimekosea wapi, sijui Mungu ananiweka fungu gani, niseme Mwenyezi Mungu ananieleleza au ni akili yangu, wala sijui. Mganga tapeli. Haya, fikiria vitu vingapi tumepeleka kwa mganga Vitu vingapi tumepeleka kule, kumbe yote ni kazi bure tu. Sasa mwanangu, mimi yote nilikuwa nayafanya tu kwa sababu nilijua namuokoa kaka yako. Kumbe maskini mama Tanu mimi ndio nimemdidimiza kabisa mwanangu. Sijui ataniangalia vipi mimi Tanu usoni kwangu. Nisikilize mama, haukuwa kwenye makosa kabisa. Ulichokifanya ulifanya kwa ajili ya upendo na afya ya mwanao. Ulifanya kwa nia njema kabisa ya kuikomboa damu yako. Mali zinatafutwa, lakini nia yako njema ndio yenye thamani sana mbele za Mungu. Kaka Tanu nimwelewa. Nadhani atakuelewa kabisa kwamba haukuwa na nia mbaya. Asante sana mwanangu kwa ushauri wako. Nakushukuru, wewe una busara sana mwanangu, una busara. Hata mimi mama yako sina hiyo busara ambayo wewe leo unanipa hapa mwanangu. Maana maneno yako yamenipa mwanga mkubwa sana
ambao nilikuwa na utafuta tangia asubuhi, lakini wewe mwanangu umenipatia. Nakushukuru sana mwanangu kwa ushauri wako. Hivyo ndio ninavyotaka kuona mama yangu. Basi ngoja nikakuandalia chochote kitu, maana naweka toka asubuhi hujala chochote. Asante. Hivi. Mbona sasa unataka kunishangaza jamani? Yaani hawa watu ni kama vile wafahamu. Akati ni watu ambao unawajua kabisa. Ulivyoshtuka sasa. Yaani ni kama umeona mzimu mchana kweupe. Hapana Wifi. Si unajua ni mshtuko. Yaani nyumba yetu unaijua hali yake kwa sasa. Kishindo kimoja kinaweza pia kikatushtua. Basi aishe jamani. Sandra na wenzio, karibuni ndani. Mama, hapa si hatukai. Mungu amebariki. Musa na Yakobo wamerejea Kanani. Unielewa? Hatukai mama. Sandra, hebu niambieni, kuna misheni gani mmezileta hapa leo? Au kuna jambo gani la dharura lililowafanya leo muingie hapa na wageni wako? Mama, wewe subiri utajionea mwenyewe. Kama chuma akijafika basi acha tukisubiri chuma. Yakobo na Musa wanarejea Kanani. Hingala hingala hisebede, hingala hingala hisebede, hingala hingala hisebede. Nilisema sikusema. Sauda. Nilisema sikusema. Sauda. Hingala hingala hisebede, hingala hingala hisebede, hingala hingala hisebede, hingala hingala hisebede. Sauda. Sauda. Mama. Ndugu zangu, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Niko hapa kuwapa taarifa kuhusu series yetu ya Sauda. Tuliweka tumemweka anacheza kama Okana, kidogo amesafiri. Ana majukumu ya kikazi ambayo ni nje ya nchi, kwa hiyo hata kuwepo Tanzania. Kwa sababu hata hivi tulikuwa tunashuti sehemu mbili. Tulikuwa tunashuti Zanzibar na huku bara. Kwa hiyo tulikuwa tunashuti katika wakati mgumu, lakini kwa bahati nzuri au mbaya amepata safari ya kwenda nje ya nchi, kwa hiyo hatokuwepo. Sasa tumeona tusiwaboe, kwa hiyo tumeweka mtu mwingine ili acheze kama Okana. Kwa hiyo muwe tayari kumpokea jamani. Sitaki kusema mpaka pale Okana atakaporudi, Okana lili, lakini hawezi kurudi kwa sababu anaenda kukaa zaidi ya miaka miwili, na hatuwezi kuweka series miaka miwili kwa sababu yeye ni mtumishi wa serikali. Kwa hiyo atakuwa ameenda kikazi, ni mtumishi mwenzangu tukiachana na mambo ya sanaa. Kwa hiyo basi nawaomba sana tumpokee huyu kama alivyokuwa Okana wa mwanzo. Anajua kama Okana wa mwanzo. Kwa hiyo tujiandae kupata kazi nzuri. Lakini pia kwenye channel nyingine, manake mashabiki wengi wanaiulizia Mkoba wa Mama. Mkoba wa Mama itakuwepo na ipo na itakuja season 3. Lakini kwa sasa kuna series tutaiachia kwa muda mfupi sana, inahusiana na mambo ya Valentine. Kwa hiyo jiandaeni. Very soon tutakuwa tumeanza goma jipya kule 5+. Kwa hiyo 5 Bland, kuna Sauda 5+, kutakuwa na goma fulani linaitwa Valentine. Kwa hiyo nawapenda sana 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 sana. Mashabiki zangu, nyie ndio kila kitu kwangu, nyie ndio ndugu zangu, nyie ndio mnaamua jambo lolote lifanyike.
kwamba fanya hiki tutafanya, fanya hiki tutafanya. Nyie ndo kila kitu, ila jamani msitulaumu sana. Hapo mngefanya hivi, mngefanya hivi, mngefanya hivi. Jamani, tunachokipata YouTube tofauti na tunachokiwekeza. Mambo bado hayajakuwa makubwa. Mambo yakija kuwa makubwa mtaona vitu vikubwa. Kwa hiyo mtuvumilie kwa hilo. Mimi niseme nawapenda sana mashabiki zangu. Nyinyi ndio mnaniweka mjini, mimi pamoja na crew yangu yote. Hakuna mtu ambaye tunamheshimu kama mtu ambaye anaangalia kazi zetu. Nawapenda sana. Jamani, kwa namba ya watu ambao mnatumia WhatsApp, mkitaka kutucheki kampuni ni 0715 65 68 30. Hiyo ndo namba ya WhatsApp ambao huaga na posti sana. Kwa watu ambao mko nje ya nchi, basi unaanza na +255 7 15 65 68 30. Nawapenda sana. Asante.